Usiwategemee sana watu wa aina hii kwenye maisha yako. Maisha yanafundisha kitu kimoja kwa njia ngumu sana. Si kila anayekuwa karibu yako atabaki karibu yako wakati wa shida. Watu wengi huonekana wa muhimu wakati mambo yanaenda vizuri, lakini hali ikibadilika ndipo unagundua nani alikuwa wa kweli na nani alikuwa wa kupita tu. Tatizo kubwa la watu wengi si kuwa na moyo mzuri. Tatizo ni kutegemea sana watu wasiokuwa na uwezo wa kubeba nafasi waliopewa kwenye maisha yao. Wanaweka matumaini yao yote kwa watu ambao hubadilika kulingana na mazingira, hisia au faida wanazopata. Ukweli ni huu: ukitegemea watu kupita kiasi, utaumia mara nyingi kuliko unavyofikiri. Watu wanaweza kukuahidi leo na wakabadilika kesho. Wanaweza kusema wako pamoja na wewe milele, lakini wakatoweka pale unapohitaji zaidi. Ndio maana unatakiwa kujifunza mapema ni watu gani hupaswi kuwategemea sana kwenye maisha yako, ili usije ukavunjika moyo au kurudishwa nyuma bila sababu. Kabla hatujaendelea, hakikisha una subscribe kwenye channel ya GR Hamasa Wisdom, kwa sababu hapa tunazungumzia ukweli wa maisha ambao unaweza kukufungua macho na kubadilisha namna unavyoishi. Moja, watu wa maneno matamu tu. Kuna watu wanajua kuzungumza vizuri sana. Watakuahidi msaada mkubwa, watakuonyesha upendo mkubwa na watakufanya ujisikie kama hawawezi kukuangusha. Lakini maisha yakifika kwenye vitendo, hawapo. Usiwategemee sana watu wanaojua kuahidi kuliko kutenda, kwa sababu maisha hayabadilishwi na maneno, yanabadilishwa na matendo. Mtu wa kweli utaonekana kwenye kipindi kigumu, si kwenye mazungumzo matamu. Mbili, watu wanaobadilika kulingana na hali. Wapo watu ambao wanakuwa karibu yako pale unapokuwa na kitu cha kuwafaidisha. Ukianza kushuka, wanapotea kimya kimya. Hawa ni watu wa hali. Wanakupenda kwa sababu ya nafasi yako, pesa zako, connection zako au faida wanayopata kutoka kwako. Ukitegemea watu wa aina hii, siku hali yako ikibadilika, utaachwa peke yako. Ndio maana unatakiwa kuwa makini sana na watu wanaokuwa karibu tu wakati mambo yako yanaenda vizuri. Tatu, watu wasiojua kuhifadhi ahadi. Mtu anayeshindwa kutimiza ahadi ndogo ndogo hawezi kubeba mambo makubwa ya maisha yako. Leo anasema atafanya kitu, kesho anasahau. Leo anakupa matumaini, kesho anakata mawasiliano. Watu wa aina hii wanaweza kukuchelewesha sana maishani kwa sababu unawategemea, halafu hawasimami kwenye maneno yao. Na jambo baya zaidi ni kwamba wengi wao hawajisikii hata vibaya kukuangusha. Nne, watu wenye wivu wa kimya kimya. Sio kila anayekuchekea anakutakia mema. Wengine wanakuangalia kama mshindani wao wa siri. Ukianza kupiga hatua, wanaanza kubadilika. Ukifeli kidogo, wanaonekana kuwa na furaha ya ndani. Usiwategemee sana watu wanaoumizwa na mafanikio yako, kwa sababu mtu mwenye wivu hawezi kusimama kwa moyo safi kuona unapanda juu. Wakati mwingine, wanaweza kukurudisha nyuma kimya kimya, huku wakijifanya wako upande wako. Tano, watu wasio na mwelekeo wa maisha. Mtu asiyejua anataka nini kwenye maisha yake hawezi kusaidia maisha yako yaende mbele kwa usahihi. Kama mtu anaishi bila malengo, bila nidhamu na bila direction yoyote, ukimtegemea sana, unaweza kuishia kupoteza mwelekeo wako pia. Mazingira yanaambukiza. Ukikaa karibu sana na watu wasiokuwa na maono, hata akili yako inaanza kuzoea maisha ya kawaida na ya mazoea. Ndiyo maana unatakiwa kuwa karibu zaidi na watu wanaokupa hamasa ya kukua, si ya kusimama. Sita, watu wanaopotea kwenye matata. Hawa ndio watu hatari zaidi. Wakiwa kwenye raha wanacheka na wewe, wanakutafuta kila siku na wanaonekana kama familia yako kabisa. Lakini maisha yakikupiga kidogo tu, simu zako hazipokelewi tena, ujumbe wako haujibiwi na ghafla wanaanza kuwa bize. Hapo ndipo unagundua kuwa walikuwa karibu na wewe kwa urahisi wa maisha yako, si kwa uhalisia wa moyo wao. Usiwategemee sana watu wanaokuwepo kwenye sherehe lakini wanatoweka kwenye mapambano. Na sasa sehemu muhimu zaidi. Jifunze kusimama kwa miguu yako mwenyewe. Ni vizuri kuwa na watu wanaokusaidia, lakini ni hatari kuweka maisha yako yote mikononi mwa watu. Yapo, watu wanaweza kubadilika. Hisia zinaweza kubadilika na mazingira yanaweza kubadilisha mahusiano kwa ghafla. Lakini ukiwa umejijenga wewe mwenyewe, hautayumba kirahisi. Kumbuka hili, msaada wa watu ni bonus, lakini nguvu yako ya ndani ndiyo msingi wa maisha yako. Usiweke matumaini yako yote kwa mtu mmoja. Usijenge maisha yako juu ya ahadi za watu, na usisahau kuwa wakati mwingine mtu anayepaswa kukuokoa ni wewe mwenyewe. Endelea kuwaheshimu watu,
Endelea kuwa na moyo mzuri, lakini usiwe mwepesi wa kuwategemea kupita kiasi, kwa sababu ukweli wa maisha ni huu: watu wengi huja kwenye maisha yako kwa msimu, lakini ni wachache sana hubaki kwenye safari yote.